tunamulika huko majini ambapo kumekuwa na matukio mbalimbali ya ajali zinazowakuta wasafiri na wavuvi wanaofanya shughuli zao majini. Wavuvi wamekuwa na hadithi nyingi zinazohusisha usalama wao wanapotekeleza majukumu yao majini. Ni kwa namna gani mazungumzo yetu usiku huu yanaweza kuokoa maisha ya wavuvi na wasafiri wanaotumia usafiri wa majini? Majibu tutayapata baada ya mazungumzo yetu, ambapo tutazungumza hapa na Bi Mary Francis ambaye ni mratibu wa mtandao wa kuzuia kuzama maji, pamoja na Bwana Henry Kazura ambaye ni mjumbe wa mtandao huo. Tunazungumza haya ikiwa tunaelekea siku ya kuzuia watu kuzama majini itakayofanyika hivi karibuni, na tayari wamefika hapa. Tunakaribisha sana Kitivoni. Jamani, karibuni sana. Asante. Habari za huko mtokako? Salama kabisa. Natamani Mary, mic yako iwe hapa ili tuweze kuzungumza vyema. Kuna mtu atakuwa leo ni mara yake ya kwanza kusikia kuhusiana na mtandao wa kuzuia kuzama maji. Tuambie kuhusu hili. Kwa upande wangu mimi kama mratibu ningependa kuitoa hii nafasi kwa mjumbe ndio aweze kuelezea vizuri. Karibu Mr. Henry. Asante. Mtandao wa kuzuia kuzama maji ni mjumuiko wa asasi za kiraia ambao ni wadau wa maendeleo, sasa kwenye ngazi ya jamii, taifa, pia na kimataifa kama supporters au wanaotuwezesha. Mtandao huu unalenga zaidi wavuvi, ndio ilikuwa ni sehemu ya kuanzia, wavuvi wanaojihusisha zaidi na shughuli za uvuvi kwenye mialo, hasa kwenye eneo la ardhi, lakini pia kwenye bahari, wavuvi wa baharini. Lakini licha hivyo, mtandao unaangazia usalama pia wa jamii kwa ujumla. Hasa kuna watu wanaweza kuzama katika mazingira tofauti, inaweza ikawa kwenye madimbwi, kwenye vyombo vya kuhifadhia maji, nyumbani, kwenye sehemu za kuogelea, swimming pools. Kwa hiyo mtandao uko kwa namna hiyo, ukilenga zaidi kuleta uchechemuzi kwa serikali na wadau wake ili kuweza kulinda makundi hayo. Asilimia kubwa zaidi wavuvi, kwa sababu ni asilimia kubwa sana wanajikita kwenye shughuli hizi kila siku. Sijampa nafasi Ali na Farahani nifahamu kuhusiana na kazi ambayo mnaifanya zaidi. Mnapata sana takwimu ya kufahamu labda sehemu fulani kuna matukio haya zaidi, labda upande wa ziwa, upande wa bahari. Takwimu mnawezaje kuzipata, na pengine mnawezaje kufahamu mtu akizama? Taarifa mnaipataje kwa urahisi na kuweza kumfikia? Kwa kuanzia, kama mtandao chini ya shirika la EMEDO ambalo liko Mwanza, walifanya utafiti Lake Victoria, ambapo kuna wavuvi wengi sana wanajihusisha na shughuli hizo. Kwa utafiti ambao Mary yupo kule, anaweza kufafanua zaidi shughuli nzima na changamoto ambazo wavuvi wanazipitia kule Lake Victoria. Asante sana. Kwa kuangalia kwenye takwimu ambazo tunazitumia mpaka saa hizi ni takwimu ambazo zimetolewa na WHO Global kuhusiana na kuzama maji duniani. Takribani watu 300,000 wanakufa kwa kuzama maji duniani, na asilimia 90 ya hivyo vifo vinatoka kwenye nchi zenye uchumi wa kati, lakini pia uchumi wa chini, hapo na Tanzania tukiwemo. Kwa upande wa Tanzania, takwimu zetu bado hazijakaa vizuri kabisa kwa sababu ya namna ambavyo haya matukio yanavyotokea. Matukio ya kuzama mvuvi mmoja yanaweza yakawa mengi kushinda yale ambayo inatokea kwa labda ni chombo kimezama, na ndio hizo takwimu ambazo zinakuwepo, lakini zile za mvuvi mmoja inakuwa ni ngumu kuweza kuzipata katika taasisi moja kwa wakati mmoja. Lakini kwa mwaka jana WHO wamefanya kama tathmini ya nchi mbalimbali ili kuweza kupata taarifa mbalimbali, lakini pia na hizo takwimu za kuzama, na taasisi ambazo zilikuwa zinahusika kutoa hizo takwimu ni zile takwimu rasmi tu. Kwa mfano kwa Tanzania zilitoka kwenye Wizara ya Afya, na ukiangalia kwenye hiyo ripoti iliyotoka mwaka jana Disemba, inaitwa Global Status Report on Drowning Prevention, imeonyesha kwamba Tanzania vifo vilivyo rekodiwa mwaka 2021 ni 33 tu, lakini wewe mwenyewe hata angalia kwa mwaka 2021
ukichukua matukio ambayo yaliripotiwa kwenye media tu yanazidi hiyo 33. Sasa ndo hapo ambapo unaangalia labda gap inaweza ikawa ni kwenye namna ambavyo ikitokea kifo kule kwenye jamii kinafikaje mpaka kinaenda kufika kwenye wizara au ile taasisi rasmi ili kiweze kurekodiwa na sisi tuweze kujua kwamba kwa Tanzania vifo ni hivi. Yeah. Sawa, ripoti pia ya Umoja wa Mataifa mwaka 2023 ambayo FAO waliitoa kuhusiana na uchumi wa mvuvi ama sekta ya uvuvi, ni kwamba sekta hii inasaidia mtu mmoja tu kati ya watu 10, na hii inaonyesha kwamba uchumi wa wavuvi ni mdogo. Na umezungumza kuhusiana na ripoti ya WHO kuhusiana na nchi ambazo zina uchumi wa chini na wakati. Changamoto kubwa huwa ndio inapelekea pengine matokeo haya kuwepo mara kwa mara. Bila shaka kutokuwa na uchumi mzuri wa wavuvi na kuwa na vifaa vya kutosha vya kuwafanya wao waweze kutambua pengine hatari ya sehemu hii ikoje, hatari ya sehemu hii ikoje, ndiko kunapopelekea matokeo haya kuongezeka. Na ninyi kama mtandao na kitu gani mnakifanya cha ziada kuhakikisha kwamba pengine kama mnaweka nguvu za kuhakikisha matokeo haya yapungue, lakini hata pengine nguvu ya mvuvi kuweza kuongeza kidogo thamani na uchumi wake? Kwa sisi kama mtandao, kwanza kabisa mtandao unaratibiwa na shirika la EMEDO, kirefu chake ni Environmental Management and Economic Development Organization. Shirika hili linafanya mradi ambao unaitwa mradi wa kuzuia kuzama maji Ziwa Victoria kwenye jamii 7. Na katika mradi huu kuna mambo mbalimbali ambayo yanafanyika. Kwanza kabisa kuna masuala ya kuongeza uelewa kwenye jamii kuhusiana na masuala ya usalama kwenye maji, lakini pia kuboresha ule uongozi wa chini kama BMU waweze kusimamia zile sheria ndogo ndogo za kwenye zile mialo. Pia kuna training ambazo zinatolewa kupitia mradi namna gani ambavyo wanaweza kwa sababu inapotokea incident ya kuzama, wanaopata taarifa wa kwanza kabisa ni ile jamii ambayo ipo kule. Na ni namna gani sasa ile jamii inaweza ikajiorganize wakaweza kutoa msaada kwa haraka kwa wenzao ambao wako ziwani, lakini pia kuhakikisha wanapata utabiri wa hali ya hewa kwa wakati. Kwa mfano kwenye kisiwa cha Gosba tumeweka hizi zinaitwa electronic weather boards ambazo TMA wana update moja kwa moja kutoka makao kule, ile weather board iko kule kwenye mwalo imewekwa. Kwa hiyo inaonyesha kwa kutumia rangi, lakini pia kwa taarifa kwamba upepo ukiwa mkali, yani wakisha update tu huku kwenye makao makuu, basi na kule wanapata taarifa moja kwa moja. Kwa hiyo mvuvi kabla hajaingia ziwani kwenda kuvua anahakikisha kwamba utabiri wa hali ya hewa, lakini pia tunawahimiza utumiaji wa makoti okozi, kukagua mitumbu yao kabla hawajaingia kwenye maji na kuwa na vifaa mbalimbali vya kuweza kuokolewa, lakini pia kuhakikisha mawasiliano yapo. Ukiingia ziwani hakikisha simu yako ipo na imechajiwa na una kile kifaa cha kuhifadhia simu. Endapo umedumkia kwenye maji unaweza kupiga simu kwa haraka na kupata msaada. Kwa hiyo kuzama kunazuilika. Ni namna gani tu wewe ambavyo unaweza kuchukua zile hatua za kujiweka wewe salama ukiwa unafanya shughuli ya uvuvi. Tunazungumzia masuala ya uchumi. Jambo jingine ambalo natamani kulifahamu kutoka kwa mjumbe, huenda ikawepo hatari ya uokozi itakapofika 2050 kutokana na ripoti pia zinazotolewa na WHO, Umoja wa Mataifa kuhusiana na ongezeko la plastiki nyingi sana baharini na maeneo ya maziwa. Sasa kama hatari hiyo itakuwepo, pengine itakapotokea, hatuombei, lakini pale ambapo inatokea changamoto ya ajali kwenye swala la uokozi kwenye eneo kama hilo ambapo hatari ya plastiki hutajwa kuongezeka kwa kasi zaidi kwenye eneo la bahari na eneo la maziwa na hata kwenye sehemu ya mito, kitu gani cha zaidi mnakifanya kuhakikisha pengine, kwa sababu watumiaji wa sehemu kama hizo wapo wavuvi na jamii kwa ujumla wenyewe, ili kuhakikisha hatari hii isiwepo katika miaka inayofuata? Kwa upande wa ongezeko la plastiki kwenye maeneo ya uvuvi, tuseme bahari na maziwa, kutokana na shughuli za kibinadamu ambazo zinakuwa kwa wafanyabiashara wenyewe ambao kando ya bahari au fukwe mbalimbali, lakini pia ni kutokana na shughuli ambazo zinatoka nchi kavu. Huko nako kuna shughuli nyingi na utupaji holela wa plastiki ambayo hii ubebwa na maji kupitia vyanzo vyake kwenda baharini. Hilo ni tishio ambalo umelizungumza la kuwepo kwa plastiki ifikapo 2050.
kama jitihada zitachukuliwa, jitihada za makusudi kuweza kupunguza uchafuzi unaotokana na plastiki, na hilo linatishia maisha ya viumbe baharini ikiwepo samaki, kwamba wakiweka uwiano kwamba kutakuwa kuna samaki wachache, ndio maana plastiki zitakuwa ni nyingi zaidi kuliko samaki, na hili tunasema kama ni tishio pia kwa wavuvi, ina maana watakosa kufanya shughuli zao vile inavyostahili. Na kwa ushuhuda tu katika mialo iliyopo hapa Dar es Salaam, hasa Msasani, ukisikiza ushuhuda wa BMU wanakuambia kuna eneo unakuta kipindi kile cha msimu wa mvua, katika ile eneo la ingilio la maji unakuta kwamba plastiki na taka nyingine nyingi zinakuwa zinazuia hata jitihada za uvuvi, kwa sababu zinakuwa zimetapakaa ile eneo. Kwa hiyo ina maana inabidi watoke eneo lile kwenda eneo la mbali zaidi kuweza kupata hao samaki, ambao tunaweza kusema jinsi wanavyoenda mbali zaidi kwenye deep sea, unasema kwenye maji marefu, wanajiweka kwenye hatari zaidi ya kuzama kutokana na vyombo vya usafiri wanavyotumia. Farani, karibu. Mimi swali langu kubwa ilikuwa juzi tu nilikuwa naenda Zanzibar juzi tu. Kuta sehemu yani deep sea, yani ukuoni, lakini unamkuta mtu na mtumbwi yuko deep sea anavua. Nafikiri labda changamoto kubwa hizo vyote ni vifaa ambavyo wanatumia. Tunafanyaje sasa kuhakikisha kwamba tunaachana na hivi vifaa duni? Kwa kama mtu anaweza kuwa na mahusiano kwa kila kitu, lakini vifaa duni pia ni changamoto kubwa sana watu kuzama majini. Tunafanyaje? Tunapambanaje kuhakikisha mvuvi huyu sasa tunambadilishia hali yake ya maisha na kutumia vyombo vya kisasa kwenda kuvua hasa deep sea? Ya kupitia mtandao tunashirikiana na serikali, hasa ule kitengo cha makamu wa rais cha maafa, katika ofisi ya waziri mkuu kitengo cha maafa, kama mtandao na kwa usaidizi wa EMEDO tunachagiza uwepo wa mkakati wa kitaifa wa kuzuia kuzama maji. Kwa hivyo moja ya ajenda kubwa ni kuboresha hali za wavuvi, kuweza kupata vifaa ambavyo vitakuwa ni himilivu, vinaweza kuendana na hali halisi ya mazingira ya bahari. Kuna jitihada pia zimefanyika na Wizara ya Uvuvi kwa utoaji wa boti kwa maeneo machache, ingawa bado wito unaendelea kupigiwa kelele kwamba inatakiwa kuwe na boti za kutosha, boti za uokozi, ili kuhakikisha kwamba wavuvi wanakuwa kwa salama. Sehemu kama ya Tanga phase ya pili ya utoaji wa hizi boti, nakumbuka nilifika kule nikashuhudia boti ambazo zimetolewa, zimecost almost bilioni 2 za Kitanzania kwa uwekezaji ambao umefanyika, na iko ambacho kizungumza. Na wengine hapa kwenye hoja hiyo, kwa mlivyofanya tafiti ama mmefanya tathmini, sasa hivi changamoto kuu ambayo pia huwa inazungumziwa ni kwamba usalama, hasa majini. Usalama kwa sababu bahari zina mipaka, maziwa yana mipaka, kwamba hapo ukifika hapa sio Tanzania, labda ni Msumbiji. Ukifika hapa labda sio Tanzania, labda tuseme ni Mombasa. Labda ukifika hapa labda si Msumbiji, labda ni Afrika Kusini. Kumekuwa na kila nchi na namna yake ya kulinda maji, mipaka yake, hata majini na namna yake ya kulinda. Kwa ukiachana na hizo kuzama ama vifo vya kutokana na majini, moja kati ya changamoto kubwa sana. Lakini tukija kwenye swala la elimu, la watu kujua mipaka, la watu kupotea pia, kwa sababu kuna wakati ukiacha kuzama huwa wanapotea, mtu ajikuta yuko Komoro, yuko Mauritius, yuko Madagascar. Hizi scenario huwa zinatokea, na huwa mnafanyaje sasa hivi vitu vikishatokea? Amezungumza Mary kwamba katika jitihada ambazo zinafanyika ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na zile vyombo vya kutoa taarifa ya kupitia mamlaka za uvuvi wanaita BMU, kwamba wanahimizwa kuhakikisha kwamba watu wao wanaowasimamia wanakuwa na vitoa taarifa, na vitoa taarifa hiyo kwa mazoea, kusema katika hali halisi kwamba wanatumia simu ambazo zinawekwa wanatumia mifuko kuhifadhia zile simu ili zisipate maji.
Kwa hiyo ndio njia pekee ambayo wanatumia kwa sasa, na wale ambao wameweshwa basi wana baadhi ya vifaa kwa baadhi ya maeneo ambavyo moja kwa moja vinatoa taarifa alipo, ila elimu zaidi wanawasisitiza kwamba unapoenda huo sio mwenyewe. Huwezi ukaenda mwenyewe tu na mtumbwi peke yako eneo la mbali kwenda kuvua, ili kuhakikisha kwamba kunakuwa kuna usaidizi au usalama. Mtandao na wanachama? Wanachama ni members. Mratibu unaweza ukajibia zaidi. Mtandao na wanachama, wanachama wake ni unakuwa kwa organizational base. Kwa hiyo ni civil society na non-government organization. Zipo 40. Wote tunafanya kazi kwa pamoja. Yes. Ndani ya Tanzania. Ndio. Na nafasi ya kutoa room pengine ya kufanya international communication kama alichozungumza Farhan, kuna mipaka ambayo mtu anaweza akatoka Tanzania akavuka Kenya pengine kwenye hatari yoyote, mkawa mnafanya mawasiliano hata nje ya mipaka ya Tanzania na wadau wengine ambao wanafanya huduma kama ambazo mnazifanya. Naweza nikasema labda nieleweshe, lengo la mtandao au kazi kubwa ya mtandao ni uhamasishaji. Sisi hatupo kwenye ground ya kufanya labda uokozi au kusaidia, ni kuhamasisha na kuhamasisha watu waweze kuzingatia usalama wao wanapokuwa majini, lakini pia kuhamasisha serikali kutengeneza sera mbalimbali ili waweze kuweka mazingira bora kwenye nchi ya kusaidia watu kuwa wasalama wakiwa majini au wavuvi wakiwa wameenda kwenye shughuli za uvuvi, lakini pia kufanya kazi na media kama hivi. Tukipata nafasi ya kuhudhuria kipindi inasaidia kufikia watu wengi zaidi na kuchukua tahadhari. Wakati nenda kumalizia, Mary pamoja na Henry, natamani kufahamu kwanza ukaribu au mashirikiano yaliyopo kati ya Wizara ya Uvuvi lakini pamoja na mtandao, lakini pia kuelekea kwenye siku ya kuzuia watu kuzama majini, maandalizi yakoje, nini huwa kinafanyika, watu gani wanaruhusiwa kushiriki, kitu gani kikubwa hasa kuhusiana na siku hii? Tuanze na hilo la kwanza. Kuhusiana na mashirikiano, kwanza kabisa Wizara ya Uvuvi ni wizara mama na ndio wizara ambayo tumeanza nayo kufanya kazi kabla ya wizara zingine zote, kabla Wizara ya Afya wala ndio baadaye tukaja kujua kwamba mratibu wa maafa ni idara ofisa wa waziri mkuu, idara management ya maafa, lakini pia hizi zote ni wizara ambazo ziko relevant kwa sababu swala la kuzama ni swala ambalo linahitaji sekta mbalimbali ziweze kufanya kazi kwa pamoja. Kuna sekta ya usafirishaji, kuna sekta ya uvuvi, kuna sekta ya afya, kuna sekta hiyo ya majanga. Yani ni sekta mbalimbali ambazo zote zinatakiwa ziweke mipango yao iweze kukaa sehemu moja na tuweze wote kufanya kazi kwa pamoja. Lakini pia kuhusiana na kuelekea siku ya kuzuia kuzama maji, hiyo ilitamkwa kwa mara ya kwanza 2021 na UNGA, United Nations General Assembly, wakatamka kwamba tarehe 25 Julai itakuwa ni siku ya kuzuia kuzama maji. Na historia ya huu mtandao wa kuzuia kuzama maji Tanzania ulianzia hapo kwa sababu kilikuwa ni kitengo cha marine stakeholders huku Dar es Salaam ambapo waliazimisha kwa mara ya kwanza Kunduchi. Ndio kutokea pale sasa zile taasisi mbalimbali zikaona bora tutengeneze mtandao ambao utakuwa unaelimisha lakini pia kuhamasisha watu kuzingatia usalama kwenye maji. Na kuanzia 2021 mpaka mwaka jana pia tuliadhimisha pale Kawe Beach na mgeni rasmi alikuwa naibu waziri sera, bunge na uratibu kutoka ofisi ya waziri mkuu, idara ya management ya maafa, na ndio aliahidi kwamba tuanze mchakato wa kutengeneza mpango mkakati wa kuzuia kuzama maji Tanzania. Na wenyewe pia watafanya uratibu. Na katika ile speech yake niweze tu kusema tunatoa shukrani za dhati kwa sababu aliongea lakini pia vimetendeka na vimefanyika, na mpaka sasa hivi huo mpango mkakati upo kwenye nafasi nzuri, wadau wameshapata nafasi ya kuupitia. Kwa hiyo unaendelea na process zingine za kuweza kupitiwa na secretariat ili uweze kupelekwa wizarani kwa ajili ya review na approval kutoka kwa waziri. Kwa hiyo niseme siku ya kuzuia kuzama maji ni siku ambayo tunaitumia sisi kama mtandao kuongeza uelewa, lakini pia kama hivyo kualika watu ambao wanaweza wakafanya maamuzi na yakatokea, kama kwa mwaka jana aliahidi kwamba atasupport development ya hiyo strategy, mpango mkakati wa kuzuia kuzama maji Tanzania, na imetokea mpaka sasa hivi tuna draft. Okay. Henry, una chochote cha kuongezea hapo tunapoelekea kumalizia?
Labda kwa mwaka huu tuna taraji kuendelea kutoa hamasa kama alivyosema Mary, na hamasa hii itagusa makundi tofauti tofauti. Tunatarajia endapo hali itakaa sawa, wavuvi wenyewe ndio wadau, lakini pia kuna makundi ya watoto ambao tunasema elimu hii, wengine ndio wanatoka kwenye jamii ambazo wazazi wao wanashughulika na hizo shughuli za uvuvi. Kwa hiyo wapate ile elimu ya kwanza kujikinga na majanga yanayotokana na kuzama maji. Kwa hiyo kwenye mashule pia nafikiri ni moja pia ya ajenda iko katika mkakati kushirikisha wadau wakiwepo TAMISEMI, tawala za mikoa na serikali, kuona namna gani kwamba ushiriki wa jumla wa jamii kuweza kupata uelewa jinsi ya kujikinga. Sababu katika mtandao tunasema kuzama kunazuilika, chukua tahadhari. Tahadhari ni kitu cha kwanza. Watu wote wanakaribisha hiyo siku. This time mnafanya wapi? Tunatarajia kufanya pia hapa Dar es Salaam, lakini bado hatujapata kibali ya sehemu ya kufanya, kwa sababu ni tukio ambalo tunatakiwa kulifanya public, watu wote waweze kuhudhuria, na kuna taratibu za kuweza kupata kibali. Kwa hiyo tukishapata kibali ya sehemu ndio tutakapotuma mialiko, lakini pia tarehe 24 kabla ya tarehe 25 tutafanya press conference. Kwa hiyo pia itasaidia kuongeza uelewa. Sawa sawa. Wakati tunasubiri eneo maalum litakayofanyika tukio liweze kutangazwa, tutaendelea pia kuwapa update ya kile ambacho kitakuwa kinaendelea kuelekea siku hiyo. Lakini tumekuwa na wasaa mzuri hapa pamoja na Mary Francis ambaye ni mratibu wa mtandao wa kuzuia kuzama maji, pamoja na Henry Kazura ambaye ni mjumbe wa mtandao huo. Leo tarehe 1 Julai imekuwa hivyo kitivoni. Una AOB Ali na Farahani? AOB hakuna, lakini kwa Chama cha Mapinduzi kesho itakuwa ni tamati ya kuchukua na kurejesha fomu kwa wale watiania kwa ngazi ya udiwani pamoja na ubunge ambao wamekuwa na muendelezo wa kulitekeleza hilo. Kesho saa ngapi hii tuone kama tutawahi flight? Ya kwenda kurudisha au kuchukua? Kesho saa ngapi mwisho? Kesho saa 12. Saa 12 saa 10. Ngoja sijaangalia vizuri, lakini nafikiri kesho ndio mwisho. Unajua tu kesho ndio mwisho. Tiketi siko tayari. Kama una nia basi kesho ndio mwisho ya kuchukua na kurudisha. Lakini mpaka sasa hivi kwa tathmini ya haraka CCM ni chama ambacho kimeendelea kutengeneza, ukipiga tathmini ya hesabu, pesa nyingi sana kupitia mchakato wa uchukuaji na kurudisha fomu, hususan kwenye nafasi hizo ambazo zimetajwa. Ukipiga mahesabu kwa majimbo ya Tanzania ambayo yako takriban 270 na Tanzania bara 222. Ukipiga mahesabu haraka kila jimbo kama wamechukua watu 5, ina maana milioni 2.5. Milioni 2.5 ukipiga mara 222 unapata almost B na mabi. Kwa maana zaidi ya bilioni 5.5. Hapo hujaweka hesabu ya, kama niko sawa, wataalamu wa hesabu. Mwalimu utanisaidia, ni sawa? Mwalimu kashaipiga hesabu. Hapo hujaweka hesabu ya madiwani. Hapo umeweka hesabu tu ya majimbo, kuna viti maalum. Kwa hiyo ni mchakato ambao unaendelea kuneemesha chama kuendelea na shughuli zake za kiuchumi, hususan kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Otherwise tukumbuke na tufahamu ya kwamba tusidharau miguu ya kuku, ndio inobeba nyama. Mimi ni Ali Kashmiri, ninapo kuna jambo. Farali? Simulizi moja ya chura na nge. Nge alimwambia chura, nataka nivuke kwenda ng'ambo, mtu wa pili, ng'ambo ya pili. Chura akamwambia mimi najua wewe utaning'ata. Akamwambia sasa nitakung'ataje wakati mwenyewe nataka tuvuke? Wakaanza kuvuka, walipokaribia kufika mwishoni kabisa, ni kufika ng'ambo ya pili, nge akamng'ata chura, afa akamwambia nisamee, kaida yangu siwezi kuacha bila kung'ata, ndo asili yangu, lazima nitakung'ata. Okay. Naitwa Farhan Kihamu, mkulima mwenzako. Kwa hiyo unamng'ata nani? Kwa hiyo kesho sasa itakuwaje? Utatuambia maana yake? Kesho. Au atuambie wakati si anaondoka hapa. Flight unajua. Tukutane kesho. Si ndio unaondoka hapa, unamng'ata nani bwana? Mkulima mwenzako. Urokia bonde la mtoto. Jamani, haya, kesho nitawapa tafsiri ya hicho. Sawa, na tutamkumbusha. Kama sitakuwepo utamkumbusha. Wewe kwani unaenda wapi kesho? Tunawatakia heri watu wote ambao wanaenda kuchukua fomu na ambao wanarudisha.
Kisha asante Ali kwa kukumbusha kwamba kesho ni mwisho kwa Chama cha Mapinduzi, kwa Chama lakini cha Mapinduzi. Chauma wameanza leo utaratibu wao, ACT bado anaendelea na vyama vingine takriban 15 wataendelea kutangaza utaratibu wao. Basi sawa, mimi naitwa Aziza Malik. Hodi kusikojulikana. Usitafute shida na ithibati. Andika barua utupishe tuendelee na taaluma yetu.